tutajifunza Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu ni nani? Lakini jibu rahisi tu, Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Weka mkono wako wa kulia kwenye moyo wako. Sema, Bwana Yesu, ninaomba ufungue masikio yangu ya rohoni nikapate kuelewa maandiko. Roho Mtakatifu, fungua masikio yangu ya rohoni nikapate kuelewa maandiko. Roho Mtakatifu ni Mungu halisi. Na usipomjua Roho Mtakatifu vizuri, ni ngumu sana kutembea katika nguvu zake. Ni ngumu sana kutembea au kuona uwepo wake ukiwa halisi kwenye maisha yako. Kwa ili uweze kutembea katika nguvu za Mungu, ili uweze kutembea na kuona uwepo wa Mungu ukiwa halisi kwako, ni lazima umjue Roho Mtakatifu vizuri. So naweza kuelewa hicho kitu. Narudia tena. Ili uweze kuona nguvu za Mungu kwenye maisha yako, uweze kuona uwepo wa Mungu ukiwa halisi kwenye maisha yako, lazima umjue Roho Mtakatifu vizuri. Tazama jambo hili. Ukisoma kwenye Biblia yako, utamuona Roho Mtakatifu anatajwa kila mahali. Kuanzia sura ya kwanza ya Biblia mpaka sura ya mwisho wa Biblia utamuona Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu. Kama wewe ni Mkristo na una kiu na shauku ya kutumiwa na Mungu, wewe ni Mkristo una kiu ya kuona uwepo wa Mungu ukiwa halisi kwako, jambo la kwanza, lazima umjue Roho Mtakatifu vizuri. So naweza kuelewa hicho kitu. Haleluya, haleluya. Ili uweze kutembea katika viwango visivyokuwa vya kawaida katika maisha yako ya wokovu, lazima umjue Roho Mtakatifu vizuri. Kiu yako iwe ni kumjua yeye. Shauku ya moyo wako iwe ni kumjua yeye. Tamanio la moyo wako ni kumjua yeye. Unapofungua Biblia yako, iwe ni nyumbani kwako, sehemu yoyote, soma kumjua yeye. Unapofungua Biblia yako nyumbani kwako, mwambie Bwana Yesu, tamanio la moyo wangu ni kukujua wewe peke yako. Yesu, tamanio la moyo wangu ni kukujua wewe na nguvu zako, nikujue wewe, nikujue wewe. Nisitembee gizani. Bwana, tamanio la moyo wangu na kiu ya moyo wangu ni kujue wewe siku zote za maisha yangu. Kuna mtu mmoja kaimba, zaidi zaidi ni mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu kamili. Zaidi zaidi ni mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Zaidi 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 ni mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Kwa moyo wako, shauku ya moyo wako ni kumjua Yesu peke yake. Bwana Yesu, kiu ya moyo wangu ni kukujua wewe. Unapoingia kwenye maombi yako asiwe shida yako tu, kwamba Mungu nahitaji 1 2 3 4, Mungu nahitaji gari, Mungu nahitaji nyumba. Funga na kuomba wiki nzima, mwambie Bwana, shauku ya moyo wangu ni kukujua wewe peke yako, ni kukujua wewe peke yako na nguvu zako, ni kujua wewe kuliko kitu kingine chochote. Hiyo ndio shauku ya moyo wangu. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kipindi nakuwa mimi niko mdogo, nimekulia kanisa hili mpaka leo. Nimezaliwa kanisani, nimekulia kanisani. Kipindi mdogo nakuwa,
Tuko tuna mafundisho mengi sana, tuko tunajifunza kama Wakristo, kama walokole, kama Wapentekoste. Lakini cha kushangaza, nikawa najifunza kuhusu mapepo zaidi kuliko hata Mungu mwenyewe. Ulikuwa ukiniuliza Innocent, nieleze kuhusu majini mahaba, nitakueleza mpaka utasema excellent mtoto wewe unajua. Ukiniambia nieleze kuhusu roho ya uzinzi, nitakueleza mpaka utaniambia good Innocent. Lakini niulize kuhusu Roho Mtakatifu, sijui. Niulize kuhusu damu yake, sijui. Niulize kuhusu msalaba, sijui. Niulize wanafunzi wa Yesu 12, nitajie Innocent wanafunzi 12 wa Yesu, sijui. Lakini niulize majini mahaba, nitakwambia. Na watu wengi makanisani leo ni hivyo. Wanajua mapepo zaidi kuliko kumjua Mungu wao. Tamanio la moyo wako iwe ni kumjua yeye peke yake. Wiki hii yote unapokuwa unaenda nyumbani, kwenye maombi yako ya usiku, mwambie tu Roho Mtakatifu, nataka nikujue wewe. Jifunue kwangu nikujue, jifunue kwangu nikujue, jifunue kwangu nikujue. Kwa hiyo kuonyesha hiki kitu utaelewa. Wokovu au Ukristo sio dini. Narudia tena. Wokovu au Ukristo sio dini. Kuna watu wanafikiri Ukristo ni dini. La hasha, Ukristo sio dini. Ukristo ni nini? Ukristo ni mahusiano kati ya mwanadamu na Mungu, kati ya Kristo na Mungu. Ukristo ni nini? Ukristo ni ufunuo wa Yesu Kristo kuwa halisi. Sasa tazama jambo hili ni kuelewesha uweze kuelewa. Tazama ni kuonyesha jambo hili uweze kuelewa. Ukisoma kwenye Biblia yako, utaona mtu mmoja alikuwa amekaa kwenye msalaba upande wa kulia kipindi Yesu anasulubishwa. Na Yesu alikuwa katikati na mwingine alikuwa upande mwingine huku kushoto. Nini kikatokea? Wote wako kwenye adhabu na Kristo Bwana Yesu. Mungu aliyeumba dunia yuko msalabani pale anasulubishwa. Tazama hicho kitu. Yuko msalabani anasulubishwa. Lakini tazama sasa, kipindi Yesu yuko msalabani anasulubishwa, nini kitokea kwanza kabla ya kusulubiwa kwa Yesu? Aliteswa. Tuliona Yesu akiteswa. Lakini nini kilitokea? Tazama hiki kitu. Wale Wayahudi, maaskari wa Kiyahudi walimvua Yesu nguo zake zote. Ukitazama kwenye video haijaonyesha uhalisia, kwa sababu imeonyesha akiwa na nguo hapa, akiwa amefunika hapa. Unaweza kuelewa hicho kitu. Lakini uhalisia si kwamba alikuwa na nguo, walimvua nguo, alikuwa uchi wa mnyama. Na wakamtembeza katika barabara za Yerusalemu, wanamtembeza wanampeleka msalabani akiwa uchi. Na watoto wanatazama aibu ya Yesu. Watu wanatazama aibu yake. Kwa nini hawa Wayahudi walifanya namna hii? Walifanya ili wamwaibishe, kwa sababu Yesu katika jamii ya Kiyahudi alikuwa amejitengenezea heshima kubwa. Kwa walichotaka ni nini? Ni kumvua Yesu nguo ili aweze kuaibika. Tazama hicho kitu. Lakini haikuishia tu kumtembeza barabarani akiwa uchi wa mnyama. Wakaenda kamnyanyua, wakamweka juu ya msalaba akiwa uchi wa mnyama. Na haikuishia tu hapo. Alipokuwa juu ya msalaba, kwa sababu hakuwa na nguo, walikuwa wamezichukua Wayahudi, wakazigombania zile nguo. Huyu anasema mimi ni za kwangu, huyu ni za kwangu. Wakabidi wapige kura, mmoja akachukua zile nguo. Yesu akiwa uchi wa mnyama pale msalabani, akiwa uchi wa mnyama pale msalabani. Nini kilitokea? Kabla ya Yesu kuwa pale msalabani, kuna hatua zilitokea. Damu ya Yesu ilimwagika mara 7. Alipokuwa naomba, jasho kama tone la damu likatoka, likadondoka kwenye ardhi. Yesu anapigwa mijeledi kwenye mgongo, na mgongo wake wote umejaa damu. Damu inavuja kwenye mgongo wake Yesu. Lakini haikuishia tu hapo, wakamgongomea misumari kwenye mikono yake, damu inavuja kwenye mikono. Haikuishia hapo, kwenye miguu yake wakaweka misumari, damu inavuja kwenye misumari. Haikuishia hapo, wakaweka taji ya miba kwenye kichwa, damu inavuja uso mzima, ni damu. Ukimtazama Yesu uzuri wake, ndio maana Biblia inasema naye sura yake haikutamanisha, ilikuwa haitamanishi. Alikuwa ni handsome boy, lakini sura yake haikutamanisha. Kwa nini? Damu imejaa uso mzima, damu imejaa uso mzima. Ukitazama mgongo wake wote ni damu, miguu yake ni damu, mikono yake ni damu. Hatamaniki, yuko uchi wa mnyama, yuko pale msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Ndio maana Biblia inasema naye akaidharau aibu yake kuwa kitu. Akaidharau ile aibu
akaiweka heshima yake pembeni, na ule utukufu wake aliokuwa nao akauweka pembeni, huyo Jehova Yesu Kristo. Sasa tazama hiki kitu, Yesu yuko msalabani, amekaa msalabani namna hii, na huyu mwizi yuko upande wa huku akimtazama, anaona huyu sura yake haitamanishi, nywele zote zimejaa damu, uso wake wote umejaa damu, ukitazama ni damu 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 damu. Lakini kuishia hapo, walimchoma mkuki ubavuni, damu kila mahali, damu kila mahali, kwa hatamanishi. Ukimtazama namna hii huwezi kuona huyu ndiye Mungu aliyeumba dunia. Ukimtazama namna hii huwezi ukamjua kama huyu ndio mkombozi na mwokozi wa ulimwengu. Huwezi ukamjua kwa namna jinsi alivyo, kwa sababu utukufu wake wote aliweka pembeni. Tazama huyu mmoja akamwambia, kama wewe kweli ni Mungu, 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 shuka hapa msalabani utuokoe na sisi pia. Ukishuka hapa msalabani, nikakuona kwa macho yangu ukishuka hapa msalabani, I will believe, nitaamini ya kwamba wewe ni Mungu. Huyu mtu alitaka aone Yesu akishuka pale msalabani kwa miujiza ili aamini. Ukristo hauenendi kwa kuona, Ukristo unaenenda kwa imani, kwa ufunuo. Siweza kuelewa hicho kitu. Narudia tena, Ukristo hauenendi kwa kuona, Ukristo unaenenda kwa imani. Naye mwenye haki ataishi kwa imani tu, mwenye haki ataishi kwa imani tu. Kwa alipomwambia Yesu namna hiyo, Biblia inasema naye Yesu akageuza shingo yake, akanyamaza kimya. Ninaamini ndani ya moyo wangu, Yesu alisema kwenye moyo wake, ufalme huu hauenendi kwa kuona, ufalme huu unaenenda kwa imani, kwa ufunuo wa Kristo Bwana Yesu. Na huyu aliyekuwa upande wa pili akamwambia, kwa nini unasema maneno haya ya kufuru, ya dhihaka, wakati wote tumetenda dhambi, lakini yeye ni mwenye haki, hajatenda dhambi? Kwa nini unaongea maneno ya namna hii? Halafu yule mtu huyu mmoja akamwambia Yesu namna hii, akamwambia, Bwana, ninakuomba ombi moja, unikumbuke katika ufalme wako. Sasa tazama hiki kitu, anamwambia Yesu, nikumbuke katika ufalme wako. Oh my God. Ramasakatabaya. Sidhani kama unaelewa hii sentensi. Ngoja tutazame hii sentensi uweze kuelewa vizuri. Anasema, Bwana, ninaomba unikumbuke katika ufalme wako. Alafu Yesu akamwambia, hakika hakika na kuhakikishia, leo utakuwa nami peponi. Ndio mara ya kwanza pepo inatajwa kwenye Biblia. Paradise, Biblia ya Kiingereza imeandika, haikuwepo. Sasa tazama hiki kitu. Yesu akamwambia, na kuhakikishia. Ninaamini Yesu alishangaa, huyu mtu amejuaje? Amejuaje? Tazama, anamwambia, hakika hakika leo utakuwa nami peponi. Sasa tazama, huyu mtu anasema, unikumbuke, unikumbuke katika ufalme wako. Swali la kwanza kujiuliza, alijuaje Yesu ana ufalme? Hilo ni swali la kwanza kujiuliza. Huyu mtu alijuaje kwamba Yesu ana ufalme? Swali la pili, kama alijua Yesu ana ufalme, alijuaje Yesu ni mfalme wa ufalme? Haya maswali lazima ujiulize, kwamba huyu mtu, kwa sababu hakufundishwa na mtu yoyote. Sidhani kama alikutana na Yesu wakati wowote. Sidhani kama alikutana na kina Petro wakati wowote. La hasha, alikutana na Yesu msalabani. Na tazama, anasema hivi, Bwana, nikumbuke katika ufalme wako. Alijuaje Yesu ana ufalme? Tunaweza kuelewa hicho kitu. Sisi tunaweza tukajua Yesu ana ufalme labda kwa sababu tumesoma kitabu cha Mathayo, Luka, Marko, Yohana, ufunuo wa Yohana. Ndio tunaona Yesu, yote anayemwamini Bwana Yesu kuna mahali anaenda. Sisi tumesoma mahali. Na huyu mwizi hakusoma sehemu yoyote, wala hakusoma mahali popote. Alijuaje? 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 Lakini haishii hapo. Swali la tatu, baada ya kusema yale maneno, swali la tatu la kujiuliza, je, Yesu akamwambia, hakika utakuwa nami peponi. Kwa maana yake baada ya kusema yale maneno, huyu mtu akapata access, uwezo wa kuingia katika uzima wa milele pasipo swali la aina yoyote. Kwa nini? Aliamini. Swali za kuelewa hicho kitu. Sasa nini kilitokea? Kwa sababu huyu mtu, hata Yohana sura ya 3 mstari wa 16 alikuwa hijui, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Hakuijua.
Yohana sura ya 3 mstari wa 16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila amwaminie asipotee. Maana yake yoyote atakayemwamini Bwana Yesu hawezi kupotea. Sura za kuelewa hicho kitu. Narudia tena. Yoyote atakayemwamini Bwana Yesu hatapotea. Sasa alijuaje kwamba yoyote atakayemwamini Bwana Yesu, nikimwamini sasa sitapotea na nitakuwa na uhakika wa kule ninakoelekea? Alijuaje? Roho Mtakatifu alimfunulia. Sasa tazama hiki kitu uweze kuelewa hapa. Huyu hakupata ufunuo wa nini kinaendelea, alitazama kwa nje. Lakini huyu kuna kazi ambayo Roho Mtakatifu alifanya ndani ya moyo wake. Huyo Roho Mtakatifu akamfunua Yesu ndani ya moyo wake. Akamfunua Yesu ndani ya moyo wake na akaona pasipo kufundishwa. Akaona pasipo kufundishwa. Akaona pasipo kufundishwa. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kazi moja hapa Roho Mtakatifu ni nini? Ni kumfunua Yesu ndani ya mioyo yetu. Hujaelewa ungepiga makofi. Ni hivi, kazi moja hapo ya Roho Mtakatifu ni kumfunua Yesu ndani yetu, na huyo Yesu anakuwa halisi kwetu. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kazi ya Roho Mtakatifu. Yaweza kuwa siku nashuhudiwa habari za Yesu, tungekuja labda na fact 10 hapa za kuprove Yesu ni Mungu, tukakwambia Yesu ni Mungu, Yesu ni Mungu, pasipo Roho Mtakatifu hata usingeweza kuamini. Unaweza kuelewa hicho kitu? Nenda kwa watoto wa mama mdogo, bandika ukutani Yesu ni Mungu, Yesu ni Mungu. Wape sababu 10 au sababu 10,000 Yesu ni Mungu. Ongeza hata 100,000 Yesu ni Mungu, hawezi kuamini. Kwa nini? Wokovu ni ufunuo. Mungu anamfunulia yeyote ampendaye. Amen. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa sasa tukimjua Roho Mtakatifu namna hiyo, tukianza kumjua Roho Mtakatifu namna hiyo, tunapokuwa tunasoma Biblia yetu, tunasoma tumjue zaidi. Tukishamjua huyo Roho Mtakatifu anaanza kutufunulia sasa hatua nyingine inafuata. Huyo Yesu ni nani? Kwa sababu uwezo kumjua Yesu pasipo Roho Mtakatifu kutangulia. Narudia tena, uwezo kuokoka pasipo Roho Mtakatifu kutangulia kukufunulia huyo Yesu ni nani. Tunapokuwa tunahubiri namna hii hapa, watu wengi wanasikiliza habari za Yesu. Anayemfunua Yesu ndani ya moyo wako na Yesu anakuwa halisi ndani yako ni Roho Mtakatifu. Na anakuwa anamfunua sasa hivi tunapokuwa tunaongea namna hii. Roho Mtakatifu anamfunua Yesu ndani yako. Na unashangaa, tunaita watu kuja kuokoka. Unashangaa mtu ananyanyuka pasipo kushawishiwa na mtu yoyote, anakuja mbele kuokoka. Na amekubalije? Kuna mtu yoyote amemshawishi? Hapana, kazi ya Roho Mtakatifu ndani ya moyo wa mtu. Kwa hiyo maana yake tukimjua Roho Mtakatifu vizuri, tutamjua Yesu vizuri. Huwezi kumjua Yesu vizuri kabla hujamjua Roho Mtakatifu vizuri. Na hatua ya kwanza ni lazima umjue Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu ni Mungu. Kwa nini Roho Mtakatifu ni Mungu? Ana sifa zote. Ana sifa zote za kuwa Mungu. Cha kwanza, huyu Roho Mtakatifu alihusika katika uumbaji. Roho Mtakatifu alihusika katika uumbaji. Ukisoma katika Biblia yako, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 tu, mstari wa 1 mpaka mstari wa 3. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mpaka mstari wa 3. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa kadhalika, na Roho Mtakatifu alikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji akizunguka. Mstari wa 3, Mungu akasema iwe nuru, nayo ikawa nuru. Tazama, Biblia inaanza kwa kusema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Biblia imetumia neno Mungu, ya Kiswahili imetumia neno Mungu. Hapo mwanzo Mungu, Biblia ya Kiswahili imetumia neno Mungu alizi mbingu na nchi. Sasa Biblia yetu haijaandikwa kwa Kiswahili. Biblia yetu ilitafasiriwa kwenda kwa Kiswahili. Biblia yetu haijaandikwa kwa Kiingereza. Biblia ilitafasiriwa kwenda Kiingereza. Sasa tazama, Biblia ukisoma Agano la Kale limeandikwa kwa Kiebrania na Agano Jipya limeandikwa kwa Kiyunani.
Sasa Kiebrania, mimi ni mwanafunzi wa Kiebrania. Kiebrania, huo mstari tu wa kwanza, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Mungu, Biblia ya Kiebrania imetumia neno Elohim. Hapo mwanzo Elohim aliziumba mbingu na nchi. So nesa kuelewa hicho kitu. Hapo mwanzo Elohim aliziumba mbingu na nchi. Elohim maana yake nini? Elohim tunajua ni jina la Mungu, linamaanisha nini? Sasa tazama, ngoja nikufundishe kidogo kwenye darasa la Kiebrania. Kwenye Kiebrania ukikutana na neno lolote linaishia na im, maana yake ni wingi. Kiingereza ukikutana na neno linaishia na s ni wingi, es ni wingi, ies ni wingi. Kiebrania ukikutana na neno linaishia na im, wingi. Sasa tazama, Biblia inatuambia Mungu ambaye ni Elohim aliziumba mbingu na nchi. Kwa tunasema Elohim aliziumba mbingu na nchi. Sasa hili neno maana yake nini? Sasa hili neno lina maneno mawili hapa ndani yake. Lina Elohim, El Mungu, Kiebrania El Mungu, him wingi. Kwa maana yake tunaposema Elohim ni Mungu katika wingi. Sio Mungu mmoja, ni Mungu mmoja lakini katika wingi. Maana yake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sio unaweza kuelewa hicho kitu. Ukimtazama yeye unaweza kumuona ni yuko peke yake, kama mimi unaweza kuniona yuko peke yangu, lakini ndani yangu nina nafsi ya pili, ndani yangu nina roho. Sasa anasema hapo mwanzo Elohim maana yake ni Mungu katika utatu aliziumba mbingu na nchi, maana yake na Roho Mtakatifu alikuwepo. Sasa tazama kitu cha kushangaza hapa katika mstari wa pili, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa pili. Kwa nikuonyeshe hapa Ramosata kabayo. Kwa nikuonyeshe hapa, tusome na turudie huu mstari afu uone kitu kilichotokea hapa. Biblia inasema hivi: nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Tazama hapa, Biblia inasema hivi: hii dunia unayoiona ilikuwa imejaa maji, na kuna kitu kilitokea hapo. Roho Mtakatifu alikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Unaweza kuelewa hicho kitu? Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Hapa ametumia roho ya Mungu. Ukisoma Biblia yako, Roho Mtakatifu kwenye Biblia yako ana majina 100. Yesu Kristo kwenye Biblia yako ana majina 800. Mungu Baba ana majina 100. Unaweza kuelewa hicho kitu? Unaelewa hicho kitu? Narudia tena. Ukisoma kwenye Biblia yako, Roho Mtakatifu kwenye Biblia ana majina 100. Yesu Kristo ana majina 800. Mungu Baba ana majina 100. Sasa tazama, sisi tunamwangalia Roho Mtakatifu hapa. Ukisoma kwenye Biblia yako mstari wa pili, kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema Roho ya Mungu, roho ya, ametumia neno roho ya Mungu. Sasa sehemu nyingine unaona roho ya Mungu, sehemu nyingine Biblia inaita roho wa Bwana, sehemu nyingine inaita roho wa Mungu, sehemu nyingine inaita Roho Mtakatifu, sehemu nyingine roho wa kweli, sehemu nyingine msaidizi, sehemu nyingine na kadhalika. Hayo yote ni majina ya huyo Roho Mtakatifu. Lakini kila moja linapotajwa mahali linatajwa kutokana na kazi yake. Ukisoma majina ya Roho Mtakatifu, kuna majina ambayo Roho Mtakatifu alipewa kutokana na kazi yake. Mfano, msaidizi ni jina la Roho Mtakatifu. Mimi sitawaacha yatima, lakini nitawaachia msaidizi. Biblia imeandika kwa herufi kubwa, maana yake ni jina la Roho Mtakatifu. Unaweza kuelewa hicho kitu? Lakini hilo jina linatokana na kazi yake. Kazi yake ni kumsaidia Mkristo kuishi kwenye maisha ambayo yanampendeza Bwana Yesu. Ndio maana akaitwa msaidizi. Lakini tazama hapa sasa, Biblia inatuambia lakini Roho ya Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu alikuwa ametulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Sasa Biblia ya Kiswahili SUV imetumia neno akitulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Kwa hiyo niangalie tafasiri za Kiingereza hapa, halafu tuone hitumia lugha gani. Tutaenda taratibu, tutaweza kuelewa.
tuangalie tafsiri za Kiingereza hapa. Ngoja tuangalie King James Version. King James inasemaje? Ngoja tuangalie hapa tafsiri kadhaa za Kiingereza zinasemaje. Tazama, King James anasema, and the Spirit of God moved upon the face of waters. Maana yake roho ya Mungu ilikuwa ina move upon the face of the waters. Maana yake Roho Mtakatifu alikuwa hajatulia. Hii ni King James ambayo SUV ambayo sisi tunatumia ndio tumetafasiri kwenda huko. Anasema the Spirit of God was moving. Roho Mtakatifu alikuwa ana move, anatembea juu ya uso wa vilindi vya maji. Tafasiri nyingine ya Biblia imesema was hovering over the surface of waters. Kwa alikuwa Roho Mtakatifu ameyatamia yale maji. He was moving. Alikuwa anatembea, ana move, anatembea, ana move, anatembea, ana move, anatembea. Na kuonyesha kwa nini alikuwa anatembea. Na Roho Mtakatifu alipokuwa anatembea namna hilo, nini kikatokea? Tunaona mstari wa 3 sasa. Biblia inasemaje? Mstari wa 3. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 3. Biblia inasemaje? Anasema hivi, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Sasa tazama hapa, korabashanta kama rosa tama riko santa kama ya. Sio kama unaelewa kama mimi ninavyoelewa. Okay. Tazama hiki kitu hapa. Mstari wa 2 tunaona Roho Mtakatifu alikuwa anatembea juu ya uso wa vilindi vya maji. The Holy Spirit was moving over the surface of waters. Roho Mtakatifu alikuwa anatembea. He's there, yupo, lakini hakuna chochote kilichofanyika. Roho Mtakatifu anatembea kwenye maji, lakini hakuna chochote kilichofanyika. Hatukuona mlima, hatukuona majani, hatukuona miti, hakuna chochote kilichokuwa kinafanyika. Maana yake ni nini? Mahali fulani au kanisani Roho Mtakatifu anaweza katembea, usipokuwa makini unaweza usipate chochote. Maana yake Roho Mtakatifu anapokuwa anatembea mahali, kuna kitu cha kufanya, kuna kitu cha kufanya, kuna kitu cha kufanya, kuna kitu cha kufanya. Ndicho Biblia inatuonyesha hapo. Mstari wa 2 inatuonyesha huyu Roho Mtakatifu alikuwa anatembea juu ya uso wa vilindi vya maji. Alikuwa anatembea juu ya uso wa vilindi vya maji. Alipokuwa anatembea Roho Mtakatifu juu ya uso wa vilindi vya maji, hakuna chochote kilichofanyika. Mstari wa 3 Biblia inasema, na Mungu akasema. Roho Mtakatifu alipotembea ndipo Mungu Baba akasema iwe nuru, nayo ikawa nuru. Maana yake ni nini? Ukiona sehemu yote Roho Mtakatifu ametembea hata kanisani kwenye ibada, usinyamaze kimya. Vitu havitokei vyenyewe automatically, vinatokea pale ulipokuwa unasema. Haujaelewa? Haujaelewa? Hii ndio sababu watu wengi wanakuja makanisani. Nguvu ya Roho Mtakatifu inatembea kanisani pastor, lakini mtu anatoka kama alivyoingia. Kwa nini? Ananyamaza kimya, ananyamaza kimya. Maana yake ni nini? Hatuhitaji kunyamaza kimya pale nguvu za Mungu zinapokuwa zinatembea. Tunahitaji tufungue vinywa vyetu na kuanza kusema. Sio kuelewa hicho kitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa tazama hapa. Tazama hapa. Mungu akasema iwe nuru, na ikawa nuru. Kwa maana yake Mungu aliposema iwe nuru, nini kikatokea? Maana yake Roho Mtakatifu alilichukua lile neno na kulifanya kuwa halisi. Ndio maana Biblia inasema na neno langu haliwezi kurudi bure. Maana yake Roho Mtakatifu anafanya kazi pale neno linapoachiliwa. Siweza kuelewa hicho kitu. Ndio maana kuna Wakristo wapo kwenye changamoto miaka nenda rudi. Kwa nini? Kwa sababu hawajasema chochote juu ya hiyo hali. Wamekaa kimya. Wanafunzi wa Yesu walitaka kuzama, walikuwa wamenyamaza tu kimya, wanalia, hawakusema neno. Ufalme wa Mungu hauenendi kwa kunyamaza kimya. Ufalme wa Mungu unaenda kwa kusema. Sema kwa kinywa chako na utaona vitu vinatokea. Tunapookoka hatuokoki tukanyamaza kimya. No. Tunapookoka tunakiri kwa vinywa vyetu, tunaamini kwa moyo, na kisha tunapata wokovu na kuhesabiwa haki. Haunyamazi kimya, haunyamazi kimya. Kuna mtu mmoja akaniuliza, sasa mtumishi, kuna haja gani mtu anapookoka asiamini tu kwa moyo pasipo kukiri sala ya toba? No. Ile sala ya toba tunakuongoza ukiri, maana yake useme kwa kinywa chako. Maana yake kile unachokiamini ukifanye kiwe halisi katika ulimwengu wa mwili. Haleluya, haleluya. Kwa Mungu hakunyamaza kimya. Kama Mungu angenyamaza kimya, Roho Mtakatifu angeendelea kutembea kwenye uso wa vilindi vya maji siku zote. Angeendelea kutembea tu pale. Angeendelea kutembea na hakuna chochote kinachofanyika. Ndio maana kuna Wakristo wapo kwenye shida miaka nenda rudi, na kanisani wanakuja kila siku na hakuna kitu chochote kinachofanyika. Kwenye ndoa mtu yuko kwenye ndoa, changamoto imetokea, hajaongea, analia kila siku. Anaomba,
Sema kwa kinywa chako. Roho Mtakatifu yupo, anatembea, ana move, anasubiri nini? Roho Mtakatifu anasubiri. Sema neno, sema neno, sema neno. Tuingie kazini, tuingie kazini. Sema neno, tuingie kazini. Shetani anakuja kukuhubiria kwenye masikio yako kwamba utakufa, utakufa, utakufa. Daudi hakunyamaza kimya. Mwandishi wa Zaburi hakunyamaza kimya, akasema sitakufa bali nitaishi niasimulie matendo makuu ya Mungu. Hatunyamazi kimya, tunaongea. Na tunapoongea nini kinatokea? Roho Mtakatifu analichukua lile neno na kulifanya kuwa halisi kwetu. Paulo alipojiona hawezi, anawaandikia Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Alitamka, alijiambia mwenyewe na kurudia tena na tena na tena, na Roho Mtakatifu ana take action. Usinyamaze kimya. Unaona uwezi kwenye kazi yako, kwenye biashara yako huwezi, ingia chumbani kwako, fungua Biblia yako. Wafilipi sura 4 mstari 13, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Unarudia tena na tena, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, naweza mambo yote katika yeye anitiaye. Na utaona vitu vina change, vitu vina change, vitu vina change. Sema neno, sema neno, sema neno. Mungu akasema. Mungu aliposema nini kikatokea? Roho Mtakatifu akalichukua lile neno akaliweka kwenye action. Roho Mtakatifu akaweka kwenye action. Kazi ya Baba ni kusema tu, halafu kuna wengine wana take action. Nitakuja kukuonyesha kwenye Biblia Mungu anachofanya, Yesu anachofanya, halafu na Roho Mtakatifu anachofanya. Utashangaa. Ukisoma kwenye Biblia yako utaona sehemu nyingi Roho Mtakatifu anasubiri useme. Anasubiri Baba aseme hawezi kufanya. Sasa kwa nikuonyeshe kitu cha kushangaza. Nilikuwa nafikiri siku nasoma huu mstari na kutafakari na kurudia tena na tena, nikashangaa kitu kimoja cha kushangaza sana hapa. Mungu akasema iwe nuru, nawe ikawa nuru. Nikajiuliza swali. Mimi nasoma Biblia ya Kiswahili, nasoma Biblia ya Kiingereza, nasoma Biblia ya Kiebrania. Je, Mungu aliposema iwe nuru alisema kwa Kiebrania? Je, Mungu aliposema iwe nuru alisema kwa Kiswahili? Je, Mungu aliposema iwe nuru alisema kwa lugha gani? Sidhani kama alisema kwa Kiebrania, sidhani kama alisema Kiswahili, sidhani kama alisema Kiingereza. Ninaamini Mungu wa mbinguni alisema kwa lugha yake. Sio naweza kuelewa hicho kitu. Orabashanta kabayara. Sidhani kama Mungu alisema kwa lugha hii ya Kiswahili, alisema kwa lugha yake. Ndio maana sisi alipotuokoa anatupa Roho Mtakatifu. Anatupa Roho Mtakatifu. Kazi yake ni nini? Roho Mtakatifu anapokuja ndani yetu tunapewa kipawa cha kunena kwa lugha, aina za lugha. Tunaanza kunena kwa lugha. Maana yake ni nini? Anataka tuongee kwa lugha yake. Siamini kama Mungu alisema iwe nuru kwa Kiswahili. Ninaamini alisema kwa lugha yake ya kibingu. Kwa maana yake kama ni kunena kwa lugha labda angesema rako sante kema ya. Maana yake alipokuwa anasema iwe nuru kwa lugha yake, kanta masoka paya, vitu vina shift, vina hama, vinatii sauti yake, vina hama kata boshaka rekosa, maji anatafuta sehemu yake. Alipokuwa anatamka iwe nuru, reko santo kobaya, nini kinatokea? Giza linatafuta sehemu yake ya kukaa na nuru inatafuta sehemu yake. Kwa vitu vina shift, kila kimoja kinatafuta sehemu yake, kila kimoja kinatafuta sehemu yake. Unaweza kuelewa hicho kitu? Haleluya, haleluya. Kuna situation ambazo zimegoma kwenye maisha yetu kwa sababu tu wakati mwingine tumeongea Kiswahili na hizo situation zimenyamaza, zimegoma kuelewa. Kuna wakati ambao tunapitia kwenye changamoto, tumeongea kwa lugha ya Kiingereza na zimegoma kuelewa. Kuna wakati mwingine changamoto tunapitia, tumeongea kwa Kiebrania na hizo changamoto zimegoma kuelewa. Ingia chumbani kwako, funga mlango wako, amwitie Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu atakaposhuka juu yako utajazwa na kwanza kunena kwa lugha mpya. Leko sante kema ya. Unapokuwa unanena kwa lugha mpya, vitu vina shift, vinajitengeneza wenyewe katika ulimwengu wa roho, na wala usiwe na haraka, uendelea kunena kwa lugha. Raka shanta leko seketea leko sakata, kila kitu kina shift katika ulimwengu wa roho, kinatafuta nafasi yake. Usikae kimya mama yangu, usikae kimya mama yangu, usikae kimya mama yangu.
Usione shetani anaharibu watoto wako, kanyamaza kimya. Usione shetani anacheza ndoa yako, kanyamaza kimya. Ingia tu kwenye chumba chako cha maombi ndani, funga mlango wako. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 6, Yesu anasema unapoenda kusali, ingia kwenye chumba chako, funga mlango wako. Na Mungu aonaye sirini atakujazi. Ingia kwenye chumba chako, funga mlango wako. Watoto wasikusumbue, jirani asikusumbue, mtu yeyote asikusumbue. Kaa kwenye chumba chako, wewe na Mungu wako. Ng'ang'ana na Mungu wako juu ya watoto wako. Ng'ang'ana na Mungu wako juu ya familia yako. Ng'ang'ana na Mungu wako juu ya hali yoyote unayopitia. Mungu tamuona. Mungu tamuona. Huyo utaona Mungu akifanya mambo makubwa na ajabu ya kushangaza. Kwa nini sisi wa Kristo wakati mwingine tunaenewa? Kwa sababu tumekaa kimya. Tumekaa kimya. Siweza kuelewa hicho kitu. Usinyamaze. Usinyamaze kimya. Usinyamaze kimya. Kwa neno lilipotoka, Roho Mtakatifu akalichukua lile neno na kulifanya kuwa halisi. Hiyo nuru ikawa. Na Mungu akaendelea kusema, ziwe nyota, liwe jua, uwe mwezi, likawa. Iwe miti, ikawa, inatii. Siweza kuelewa hicho kitu. Tazama, Yesu alipokuwa akitoa wagonjwa, alikuwa anatamka. Ufalme huu hauenendi kwa kunyamaza kimya, mpendwa. Ufalme huu una kanuni 4. Una kanuni 4 ufalme huu. Kanuni ya kwanza ni kusikia kwa masikio yako. Kwa kama ni neno, manake unalisikia kwa masikio yako. Jambo la hatua ya kanuni ya pili ni kuamini kwa moyo wako. Kanuni ya 3 ni kukiri kwa kinywa chako, na kanuni ya 4 unapokea muujiza wako. Siku unaokoka, ukuokoka kutoka hewani, ulisikia kwa masikio yako, ukaamini kwa moyo wako, na ukakiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ukakiri kwa kinywa chako. Sasa na yule mwizi pale msalabani alipokiri, hakika huyu ni mfalme wa Wayahudi, alipokuwa anaongea, Bwana unikumbuke katika ufalme wako, maana yake alikiri kwamba wewe Yesu Kristo, wewe ndio mfalme wa Wayahudi, na yote atakayekuamini atapata uzima wa milele. Ndicho yule mwizi alichokuwa anatufundisha, kwamba yote atakayemwamini huyu Bwana Yesu hata kufa bali ataishi. Yesu akamwambia, hakika na kuhakikishia utakuwa nami peponi. Hakunyamaza kimya. Hakunyamaza kimya. Yaweza kuwa alipokuwa amebeba msalaba anatembea barabarani, alikuwa anasikia labda kina mama wanalia, wakina Magdalena wanalia, wanasema huyu ni mfalme, huyu ni mfalme wa Wayahudi, huyu ni Yesu Kristo mkombozi wa ulimwengu huu. Yaweza kuwa alikuwa anasikia, lakini moyoni mwake Roho Mtakatifu aliendelea kufanya kazi na kulifunua lile neno. Nini kikatokea? Yule mwizi akaamini lile neno, akasema sitanyamaza kimya. Mungu ameniletea wokovu nyumbani kwangu. Siweza kuelewa hicho kitu. Maana yake kuwa na Yesu msalabani, maana yake ni Mungu amekuletea wokovu nyumbani kwako. It's just to tap. Kwa maana yake unaweza ukaletewa nyumbani kwako wokovu na ukabaki kama ulivyo usipopata revelation. Usipopata ufunuo, malaika anaweza kaja nyumbani kwako na ukabaki kama ulivyo. Mwizi huyu msalabani, Yesu Kristo yuko hapo, alibaki kama alivyo, na jehanamu akaenda. Siweza kuelewa hicho kitu. Wakina Ibrahim walipokuwa wanapata ufunuo, wanapata encounters, malaika wanaenda pale, walikuwa wanapata ufunuo, huyu ni nani? Sauli hakupata hata shida, yeye ilibidi tu aulize kwamba wewe ni nani? Wewe ni nani? Anasema mimi ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye wewe unaniudhi. Alibidi tu aulize, wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Kuna wengine walikuwa wanatembea na Yesu, wanaenda njiani, wanaongelea habari za kufufuka kwa Yesu. Yesu amefufuka, Yesu amefufuka, Yesu amefufuka, na ghafla Yesu akawatokea katikati yao na macho yao yakafungwa. Wanatembea na Yesu, wanamsimulia story na hawajui yeye ni nani, yeye ni nani. Yesu alipofufuka amesimama nje ya kaburi. Wakina mama wameenda pale kaburini kumtafuta Yesu, hakumkuta. Lakini yule alikuwa amesimama nje na hawakumjua. Wakafikiri ni mtu anasafisha bustani. Wakamuuliza, tunamtafuta Bwana wetu, tunamtafuta Bwana yetu. Alikuwa amezikwa hapa, sijui ni watu wamemuiba au la. Kumbe ni yeye. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na ile picha walivyomuona msalabani akiwa uchi, damu zilivyokuwa zimezuka kwenye uso na kadhalika. Kumbe ni yeye. Tunahitaji macho yetu yatiwe nuru tuone. Kuna wakati mwingi tu ambao Mungu ametuinulia watu wa kutusaidia, ametuletea watu wa kutusaidia, na hatukujua hata ni Mungu ametuinulia watu wa kutusaidia, na watu tukawatendea vibaya wakaondoka.
Kuna wakati ambao tumelia, Mungu naomba mtaji, Mungu naomba mtaji. Mungu akakuinulia mtu, akakuletea malaika pale, akakusupport. Mara ya kwanza akakusupport, mara ya pili akakusupport, mara ya tatu. Tabia mbaya na kiburi na kumsema vibaya ukaanza, na ghafla yule mtu akakata ule msaada. Unaenda mbele za Mungu unalia, Mungu, 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 Mungu umeniacha. Mungu kumbuka uchumi wangu. Kumbe ni wewe mwenyewe hukufunuliwa macho kujua Mungu amekuinulia mtu. Muulize Elia atakwambia aliinuliwa mama mjane kumlisha. Muulize Elia atakwambia aliinuliwa kunguru kumlisha. Lakini alijua Bwana yuko kazini, Bwana yuko kazini. Ni lazima macho yetu ya rohoni yafunuliwe tujue ni nini kinachoendelea katika ulimwengu wa roho. Pasipo Roho Mtakatifu, maisha yetu yatakuwa ni uharibifu. Sasa tazama mstari wa 26. Tazama mstari wa 26 kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Tazama Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama, nchi yote pia, kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Tazama Mungu anasema. Biblia ya Kiebrania imetumia neno Elohim. Imetumia neno Elohim kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza. Tunaona utatu. Lakini ukisoma katika mstari wa 26 kitabu cha Mwanzo, tunaona Biblia haikutumia Elohim. Tunaona Biblia imetumia Mungu Baba akasema. Lakini huyu alipokuwa akisema sasa ni tofauti na mstari wa kwanza mpaka wa tatu ulivyokuwa unasema. Kwa sababu mstari wa kwanza tunaona Mungu katika utatu, maana yake Baba, Mwana na Roho wakaumba. Lakini hapa tunaona huyu mmoja anaongea, anawaambia wenzake hatuwajui, sasa tujifanye hatuwajui. Anasema Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sasa huyo baba akawaambia hao wenzake tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Kwa mfano wa nani? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa maana yake sisi tunafanana na huyo Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumfanye mtu kwa mfano. Sasa anawaambia wakina nani? Na kwa nini awaambie hawa watu? Kwa sababu kazi zao ni tofauti. Sogeza kuelewa hicho kitu. Tazama kazi moja hapa ambayo tumeiona hapa ni Mungu Baba amesema. Tazama hapa tumeona Mungu Baba amesema tumfanye mtu. Yeye ndio ametoa wazo tumfanye mtu, na huyo mtu afanane na sisi. Sio huyu mtu afanane na malaika. Malaika afanane na Mungu, sisi tunafanana na Mungu. Sasa tazama hiki kitu. Mungu ni Mungu wa upendo sana. Mungu ni Mungu wa upendo sana. Tazama jinsi huu mstari unavyotuambia. Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tazama upendo wa Mungu ulivyo. Tazama upendo wa Mungu. Kipindi malaika wanaumbwa, Mungu hakusema namna hiyo. Mungu hakusema tumfanye malaika kwa mfano wetu, hakusema namna hiyo, lakini alisema kwa mwanadamu. Lakini cha kushangaza ni nini? Kilichonishangaza kwenye maandiko ni hiki. Tazama cha kushangaza kilichonishangaza kwenye maandiko ni hiki. Mungu ni wa ajabu mno. Mungu nipe apendawa, Mungu nipe anipe. Tazama hiki kitu kuonyesha hapa. Malaika Lucifer alipoasi, Mungu akumtuma mwanae kuja kumwokoa. Lakini Adam alipoasi, alipotenda dhambi, Mungu akamtuma Yesu Kristo kuja kumwokoa. Oh, hallelujah. Tazama hicho kitu cha ajabu cha kushangaza. Lucifer ametenda dhambi, ameasi. Lakini Mungu akutafuta mpango mwingine wa kuweza kumwokoa. La hasha. Alikaa kimya. Lakini Adam alipotenda dhambi, Mungu hakunyamaza kimya. Adam akulia kwamba Mungu nisamehe, Mungu nisamehe, tumekosa mimi na mke wangu, Mungu tumekosa. Adam atakuomba toba, kuomba msamaha. Lakini Mungu alitafuta nafasi ya kutengeneza na mwanadamu. Adam hakutafuta nafasi ya kutengeneza na Mungu wake pale alipoharibu. Hakuwa na moyo huo. Aliona
tumeshakosea, potelea mbali, potelea mbali. Wala kuomba hata msamaha, wala kuomba hata toba. Anaulizwa, Adam umefanya nini? Adam umefanya nini? Mke uliyenipa, mke uliyenipa, mke uliyenipa, mke uliyenipa. Ndivyo na sisi leo tulivyo. Pale tunapokosea nyumbani, kwa waume zetu, wake zetu, watoto wetu, hatutaki kukubali sisi tumekosea. Tuna point kwa fulani, tatizo ni fulani, ni fulani, ni fulani, ni fulani, ni fulani. Kwa ndicho Adam alichofanya, ni fulani, ni mke wangu, ni mke wangu. Badala ya kwamba Mungu mwana ni rehemu, Mungu wangu ni rehemu. Lakini pamoja na hayo yote, Mungu wa huruma akatafuta mpango wa kuja kumwokoa huyu mwanadamu, akamleta Yesu Kristo. Adamu wa kwanza kuzaliwa, Adamu wa kwanza hakuwa na baba, hakuwa na mama, hakuwa na shangazi, hakuwa na mjomba. Lakini Yesu akazaliwa kwa tumbo la mwanamke, akaishi katika dunia hii ambayo sisi tunaishi leo, akatembea katika njia ambazo tunatembea sisi leo, akapata maumivu ambayo sisi tunatembea leo, ili aweze pale unapomuomba, unapokuwa unalia, Mungu nikumbuke, nipo kwenye mateso, nipo kwenye aibu, familia imenivulisha nguo, kazini wamenivua nguo, wamenitamkia maneno ya aibu, Mungu nikumbuke. Anaijua aibu kuliko wewe, kwa maana yeye alivulishwa nguo zote, akawekwa pale msalabani, akaangikwa pale juu ya msalaba, na kila mtu akawa anapita na muona. Imagine ungekuwa ni wewe, tunakuchukua, tunakupeleka sokoni pale, tunakuweka juu ya msalaba, tumekuvua nguo zako zote, tumekuweka juu ya msalaba, na kila mtu anapita kuone uchi wako, akatazama aibu yako namna hii. Ni aibu kiasi gani ya namna hiyo? Hatujawahi kupitia aibu ya namna hiyo, lakini tazama Yesu alipitia. Kwa unapokuwa unaomba, naambia Mungu kumbuka, majirani wamenivua nguo, Mungu, kazini kwangu wamenivua, mume wangu amenivua nguo, mke wangu amenivua nguo, watoto wangu wameniaibisha. Mungu wangu anaelewa kwa nini aliishi hapa, aliishi hapa. Mungu nipe apendawa, Mungu nipe anipe, sababu hii namtumiki, namsifu ye siku zote. Sikilize furaha ya Mungu nipe anipenda. Mwambie Yesu I love you. Ni Mungu mwema mzuri, ni Mungu mzuri wa ajabu. Huwa nikitafakari upendo wake tu machozi tu yananitoka, kwa sababu huwezi kumaliza upendo wake. Ni Mungu wa ajabu mno, ni Mungu wa ajabu mno. Katikati ya darasa letu ambalo nilikuwa nasoma, Mungu alikuja darasani kwangu, akatafuta mtu wa kumtumia, akatafuta, akaniona mimi, akanichukua. Huyo Mungu akaja kwenye familia yetu, akatafuta mtu wa kumtumia, akaniona mimi, akanichukua. Huyo Mungu alikuja kwenye ukoo wetu, akatafuta mtu wa kumtumia, akaniona mimi, akanichukua. Huyo mtu alikuja kwenye Mungu, alikuja kwenye nchi yetu, akatafuta mtu wa kumtumia, akaniona mimi, akanichukua. Mungu nipe hape, Mungu nipe hanipe. Huyo ni Mungu mzuri, Mungu mwema, aliyekuokoa wewe. Usichukulie wokovu ni rahisi. Usichukulie wokovu ni rahisi. Kuna watu ambao wokovu unawatafuta kitandani, na bado wanaishia kuzimu na jehanamu ya moto. Miaka fulani niko chuo nasoma, tuko tunaenda wodini kutembelea watu, kuwaambia habari za Yesu. Na nikaenda kwa mama mmoja, bibi mmoja, alikuwa anaumwa, alikuwa kwenye hali mbaya. Nikanamwambia habari za Yesu, namshuhudia habari za Yesu. Naambia ukimwamini Bwana Yesu, hata ukifa, Yesu anasema mtu yote atakayeniamini mimi, hata akifa ataishi. Mwamini tu Yesu, sema Yesu nakuamini, neno moja tu, Yesu nakuamini. Yule mama akanatikisa kichwa hivi, maana yake amtaki huyo Yesu. Kwikwi ikanakuja, alikufa nikiwa naona mbele ya macho yangu, akiwa anamkataa Yesu kitandani kwake.
Wokovu unaweza kufuata mpaka nyumbani kwako. Wokovu unaweza ukaja mpaka kwenye kitanda chako na mwisho ukakataa. Inahitaji ufunuo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akufunulie tu uweze kumwamini Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tunamhitaji Roho Mtakatifu. Usichukulie kawaida kuokoka. La hasha, usichukulie kawaida. Kwa sababu unachokiona wewe, wenzako hawaoni kama unavyoona wewe. Narudia tena. Unavyoona wewe, wenzako hawaoni kama unavyoona wewe. Nikupe mfano. Kuna rafiki yangu mmoja. Huyu rafiki yangu aliacha kunywa pombe. Alipoacha kunywa pombe, kabla kipindi anakunywa pombe, tulikuwa tukimwambia acha pombe. Anatuona sisi ambao hatunywi ni washamba, anacheka, nyinyi ni washamba. Mimi nikimwangalia namuonea huruma. Kwa yeye ananionea huruma mimi, na mimi namuonea huruma yeye. Kwa jinsi upande wake alivyo, ananionea huruma na naona Innocent ni mshamba amepotea. Na mimi namuona yule kijana ni mshamba amepotea. Kwa tunaonana washamba kutokana na upande tulizopo. Lakini Mungu akaja kumuokoa, akaacha pombe. Siku ameacha pombe, akananiambia, mtumishi wa Mungu, nikipita mahali nikikuta mtu anakunywa pombe, najiuliza huyu mtu anaua figo zake, anaua maini yake, anasisimuka. Hata akienda kuambia rafiki zake waache pombe, na wao wanamcheka, wanamwona yeye ni mshamba. Kwa nini? Macho yao hajafunguliwa bado. Macho ya mume wako akiwa hajafunguliwa, unaweza kumueleza na kueleza na kueleza, utachoka tu. Yeye anakuona wewe mshamba, na wewe unamuona yeye ni mshamba. Wewe unamuona yeye amepotea, na wewe anakuona wewe umepotea zaidi. Unapokuja kanisani, akikuangalia unakuja kanisani na kukaa kanisani masaa mawili ulipo kanisani unasali, anakuona wewe ni mshamba. Anaona wewe unapoteza muda. Na wewe ukimwangalia muda wa kanisani yuko nyumbani anafanya kazi zake, kwenye shughuli zake, kwenye bar na kadhalika. Ukimwangalia unaona mume wangu anaenda kuzimu hivi hivi. Sio naweza kuelewa hicho kitu. Tunahitaji ufunuo wa Roho Mtakatifu atufunulie. Sasa tazama katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari 26, tumeona Mungu akisema. Ngoja nikuonyeshe katika kitabu cha Methali sura ya 8. Kwa nikuonyeshe katika kitabu cha Methali. Kwa nikuonyeshe kitabu cha Methali hapa sura ya 8, nikuonyeshe mstari wa 30, nikuonyeshe hiki kitu. Ngoja tuende kidogo afu nikuonyeshe hapa kitabu cha Methali sura ya 8 mstari wa 30. Kwa nikuonyeshe hiki kitu. Lakini tunaweza tukaanzia mstari wa 26 au 25. Niwekee Biblia ya neno. Imeandika vizuri. Tusome SUV afu tutaweka neno. Tazama, Biblia inasema hapa, kabla milima haijawekwa. Hii ni Biblia kawaida ambayo tunaitumia siku zote, SUV. Kabla milima haijawekwa imara, kabla ya vilima nalizaliwa. Mstari 26. Alipokuwa hajaiumba dunia, wala makonde, wala chanzo cha mavumbi ya dunia. Mstari 27. Anasema hivi, alipozithibitisha mbingu, alikuwako. Kwa maana yake alipothibitisha hizo mbingu, alikuwapo. Alipopiga duara katika uso wa bahari, yeye alikuwepo. 28. Alipofanya imara mawingu yaliyo juu, chemchemi za bahari zilipopata nguvu, yeye huyo alikuwepo. 29. Alipoipa bahari mpaka wake, kwamba maji yake yasiasi amri yake. Alipoiagiza misingi ya nchi, yeye alikuwepo. Mstari wa 30. Ndipo nilipokuwa pamoja naye kama stadi wa kazi, nikawa furaha yake kila siku, nikifurahi daima mbele zake. Sasa tazama, Biblia inatuambia huyu mtu ni wa ajabu. Sulemani ameongelea swala la hekima, wisdom hapa. Lakini he's not talking about wisdom kama hekima tunayojua sisi. Anaongelea hekima kama nafsi ya mtu iliyo hai. He's talking about Jesus, anaongelea about Yesu. Huyo yeye kabla dunia haijaumbwa, yeye alikuwepo. Kabla bahari haijafanywa, yeye alikuwepo. Sasa twende tafasiri ya neno tuone imetumia Kiswahili rahisi cha kisasa, unaweza kaelewa. Tazama, kabla milima haijawekwa. Tazama licho Kiswahili rahisi. Kabla milima haijawekwa mahali pake, kabla vilima havijakuwapo, na alikwisha zaliwa, yeye alikuwepo. Mstari wa 26. Sasa hapa watu wanauliza, Mungu, yes, kama Yesu ni Mungu, je, anazaliwa? Anasema yeye alikuwepo tu. Mstari wa 26.
Kabla hajaumba dunia wala mashamba yake au vumbi lolote la dunia, yeye alikuwepo. Mstari 27, nilikuwapo alipoziweka mbingu mahali pake. Kipindi mbingu zinawekwa mahali pake, alikuwepo. Ndio maana anasema nilikuwapo alipoziweka mbingu mahali pake, wakati alipochora mstari wa upeo wa macho juu ya uso wa kilindi. Mstari 28, wakati alipoweka mawingu juu na kuziweka imara chemchemi za bahari, yeye alikuwepo. Mstari 29, wakati alipoiweka bahari mpaka wake ili maji yasivunje agizo lake, na wakati alipoweka misingi ya dunia, yeye alikuwepo. Mstari wa 30, wakati huo nilikuwa fundi stadi kando yake, nilijazwa furaha siku baada ya siku, nikifurahi daima mbele yake. You are there. Alikuwepo. Sasa tazama, Biblia Kiswahili imetumia neno alikuwepo kama fundi stadi. Nani? Yesu. Sasa tazama hapa, tumemwona wa kwanza aliyetoa wazo ni Mungu Baba. Anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Lakini kwenye Mithali sura ya 8 mstari wa 30 tunaona Biblia inatuambia lakini huyo Yesu alikuwepo wakati huo. Kipindi Mungu anaongea hayo, yeye alikuwepo. Alikuwepo kama nani? Alikuwepo kama stadi wa kazi, kama fundi stadi. Maana yake ni architect, ni yule mtu anaye design vitu. Sio unaweza kuelewa hicho kitu. Weka NLT. Kwa tuangalie tafsiri nyingine hapa, Biblia imetumia neno la kisasa, mnaweza mkaelewa vizuri zaidi. Weka NLT, kitabu cha Mithali, Proverb. Okay. Anasema I was there, alikuwa pale kama architect at his side. Architect tunamhitaji ni fundi designer, yule wa nyumba, anaye design nyumba anaitwaje kwa Kiswahili? Anaye design nyumba anaitwaje? Architect. Wewe una wazo, unataka kujenga nyumba. Tunataka tulijenge ili kanisa gorofa hapa. Sisi pastor ana wazo, Pastor Godwin ana wazo, Pastor Isaac ana wazo, Justine ana wazo, Innocent ana wazo. Alafu sio mtaalamu wa hicho kitu. Sasa namtafuta mtu ambaye nitamueleza kwamba mimi nataka kujenga gorofa 4 kwenda juu. Chini watakaa watu 3,000. Hapa katikati wakaa 1,000, afu juu wanaweza kukaa kama 500. Hilo ni wazo. Liwe na vyumba vya maombi kama 30-40. Liwe na library. Liwe na chuo. Liwe na moja. Hiyo ni idea, ni wazo nampa. Kwa chola hivi na hivi. Alafu yule uliyemwambia architect anachukua lile wazo, anaenda kulifanyia kazi. Huyo ndio Yesu. So naweza kuelewa hicho kitu. Kwa hiyo sasa Biblia inatuambia he was there kama architect. Alikuwepo kama architect at his side. Kwa kipindi Mungu Baba anafanya kila kitu, Jesus was there. Alikuwepo pale. Tazama hapa, hatujamuona Roho Mtakatifu bado. Hatujamuona Roho Mtakatifu bado. Hapa tunamuona Baba, tunamuona Mwana, Roho Mtakatifu bado hatujamuona. Nini kikatokea sasa? Tazama. Yesu analetewa idea, tumfanye mtu kwa mfano wetu. Basi hiyo kazi imeisha. Sasa Yesu akakaa, akaanza kudesign. Pastor Isaac atakuwa na sura, atakuwa na macho haya, atakuwa na meno ya hivi, atakuwa na pua, atakuwa mrefu kidogo, atakuwa mwembamba, atakuwa hivi, atakuwa hivi, atakuwa na tumbo la namna hii, atakuwa. Akaanza kudesign, akaanza kudesign, akaanza kudesign, akaanza kudesign, akaanza kudesign. Hivi ulivyo wewe leo, aliyekudesign sura hiyo ya uzuri ulionayo, uhandsome ulionao, ni Yesu Kristo ndiye alikudesign. Alipomaliza mchoro wake akaupeleka kwa Baba, nimemaliza. Akaangalia akasema it's okay. Tunaweza tukabadilisha kidogo lakini it's okay. Safi. Kazi imeisha. Ikabaki kazi nyingine sasa moja hapo. Huyu mtu inakuaje anakuwa hai? Unaweza kuelewa hicho kitu? Inakuaje anakuwa hai? Kwa sababu Baba amesema, Mwana amedesign, lakini yupo ambaye anafanya anakuwa hai. Unaweza kuelewa hicho kitu? Tunaweza tukawa tunataka tuweka wiring kwenye ili jengo la kanisa, na fundi umeme engineer akatucholea mchoro, nyaya zitapita hapa, tutapita hapa, tutaweka hapa, tutaweka hapa, tutaweka hapa, tutaweka hapa. Ni yeye amedesign ule mchoro wa umeme kwenye jengo hili, lakini yeye hafanyi. Halafu wanakuja mafundi wengine na wanaweka, wanatengeneza, wanaweka. Kwa kuna bosi yupo, ni pastor ambaye ndo amekuja na idea umeme wote wa jengo tufumue. Alafu amemwambia nani? Engineer ambaye yeye ndo atakaye design hizo wiring za hili jengo lote.
alafu kuna mwingine anakuja kufanya fundi. Yeye ndio ataweka tofali sawa sawa na kile kipimo alichopewa. Nyaya zile atatumia kama ni ampere 1.5 ohms ngapi na kadhalika, anaweka kutokana na vile alivyopewa na engineer. Hazidishi wala ongezi. Akizidisha tunabomoa. Sogeza kuelewa hicho kitu. Hapa tumemwona Baba, tumemwona Mwana, tunamwona na Roho Mtakatifu pia anakuja sasa. Roho Mtakatifu alifanya nini sasa hapa? Roho Mtakatifu ndiye alifanya kila kitu. Tenda kwenye Ayubu. Kwani kuonyesha kwenye Ayubu hapa. Kwani kuonyesha kwenye Ayubu hapa. Ndio tunatukimbia lakini okay. Twende kwenye Ayubu sasa. Twende kwenye Ayubu ni kuonyesha hapa. Ayubu sura ya 33 mstari wa 4. Ayubu sura ya 33 mstari wa 4. Kwani kuonyesha hapa kitu. Neno la Bwana linasema, Roho ya Mungu imeniumba. Tazama Ayubu anachosema, roho ya. Hajatumia roho wa, ametumia roho ya. Nadhani unakumbuka kwa kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 2 tunakutana na kitu kile kile na jina lile lile, roho ya Mungu. Na kwenye huu mstari wa Ayubu 33 mstari wa 4 tunakutana na kile kitu kile kile, roho ya. Sasa anasema hiyo roho ya imeniumba. Kwa maana yake huyu Roho Mtakatifu ndiye aliyetufanya hivi leo tulivyo. Anaendelea mbele anasema, na pumzi za Mwenyezi unipa uhai. Pumzi ya Mwenyezi unajua maana yake nini? Ni Roho Mtakatifu, ni jina jingine Roho Mtakatifu. Na kwa nini amemuita pumzi ya uhai? Kwa nini amemuita pumzi ya uhai? Kwa sababu hii. Mungu alipoumba mwanadamu alitengeneza kama udongo kutoka na ile design iliyowekwa. Na alipomaliza hakukuwa na uhai ndani ya huyo mtu. Hakukuwa na uhai ndani ya huyo mtu. Kwa ili uhai uwepo anahitajika yule anayetoa uhai, Roho Mtakatifu. Kwa nini kikatokea sasa? Mungu alipuliza pumzi ya uhai ndani ya yule mtu, kwenye pua za yule mtu. Roho Mtakatifu alipoingia akamfanya yule mtu akawa hai. Hiki ndio kilichotokea. Nabii anaulizwa, unaona nini katika lile bonde? Anasema naona mifupa mikavu. Anaambiwa ufalme huu hauenendi hivi, itamkiwe na uhai, usinyamaze kimya. Anaulizwa, je, mifupa hii inaweza kaishi? Roho Mtakatifu alikuwepo pale. Hakuna chochote kilichofanyika. Roho Mtakatifu alikuwepo pale. Akaambiwa ufalme huu unaenenda kwa kusema. Anaambiwa nabii, tamka neno, inakuwa. Anajiuliza, natamkaje? Tamka tuiambie, enyi mifupa mkapate kuwa na uhai. Mifupa ikaungana. Akasema, mbona haina nyama? Tamka tena. Mifupa ukawa na nyama, ikawa na nyama. Roho Mtakatifu anaweza kuwa kwenye maisha yako na unapitia maisha magumu hujawahi kuona kwa sababu umenyamaza kimya. Unaona mifupa mikavu kwenye familia yako, usinyamaze kimya. Tamka juu ya mifupa mikavu. Nini kilitokea sasa? Ukisoma hapa kwenye Biblia yako kuna kitu kimoja kilitokea. Nini kilitokea? Tazama hiki kitu. Na ghafla upepo ukavuma, ukapita katika lile bonde, ukaunganisha ile mifupa. Ule upepo ni nini? That's the Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu alikuwa anapita pale. That's the breath of God. Hiyo ni pumzi ya uhai ilikuwa inapita kwenye lile bonde. Unasema, mtumishi wa Mungu umejuaje? Muulize Musa, atakwambia. Musa na wana wa Israeli wanatoka Misri waenda Kanaani, nchi ya ahadi. Wakakutana na bahari katikati. Musa akasema, sasa tunafanyeje? Mungu akamwambia, nyoosha fimbo. Nini kikatokea? Biblia inasema na upepo ukavuma. Ule upepo ukaenda ukaipiga ile bahari katikati. Upepo ukatawanyisha ile bahari, ukazuia upande huu na upande huu. Wakapita. Pasipo Roho Mtakatifu asingepita pale. Anayefanya njia hata jangwani ni Roho Mtakatifu. Anayefanya njia hata jangwani, baharini ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Mruhusu tu yeye. Wangenyamaza kimya, wangefia pale. Mpendwa, unaweza ukawa na Mungu na ukafia kwenye matatizo yako ukinyamaza kimya. Kwa upepo ukavuma, ukaipasua ile bahari vipande viwili. Wakapita. Walipopita, adui zao walikuwa wakiwafuatia nyuma, na ule upepo ulikuwa unawazuia. That's the Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu. Walipomaliza kupita, ghafla ule upepo ukarudisha ile bahari, karudi kama ilivyokuwa. Maadui wakafa.
Unaweza kuelewa hicho kitu? Tunaona Roho Mtakatifu anahusika katika uumbaji, tunaona Roho Mtakatifu anahusika katika miujiza. Na ukisoma kitabu cha Kutoka kwa wana wa Israeli, utashangaa namna ambavyo Roho Mtakatifu alivyokuwa akifanya kazi. Utatazama hao watu wakapita kwenye hali ya njaa. Walipopita kwenye hali ya njaa, nini kikatokea? Wakaanza kulia, tumekula mana na kadhalika, tunahitaji sasa tubadilishe chakula. Mungu wako atubadilishie hata diet, tule hata nyama nzuri na kadhalika, bora turudi tulikotoka na kadhalika. Mungu akasema okay, it's fine. Sasa hao wanyama watakujaje? Kazi rahisi. Upepo ulikuwa unavuma kama upepo wa kisulisuli, afu unawaleta wale kwale. Unajua ni nani huyo? That's the Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu ndio anawaletea chakula asubuhi. Na alikuwa na move kama upepo, wanakuja. Ndio huyo atake kuletea wateja kwenye biashara yako. Huyo ndio atake kuletea wateja kwenye biashara yako. Ukikaa vizuri na Roho Mtakatifu, maisha yako hawezi kuwa kama yalivyokuwa. Huo upepo ukivuma kwenye familia yako, maisha yako hawezi kubaki kama yalivyokuwa. Ndoa yako hawezi kubaki kama ilivyokuwa. Huo upepo ukivuma kwenye familia yako. Lakini haikuishia hapo tu. Ikanishangaza siku ya Pentekoste, nini kikatokea? Wanafunzi wapo kwenye maombi, wanaomba juu ya moto wa Roho Mtakatifu ushuke tena. Ahadi ambayo Mungu aliwaahidi ishuke tena. Ghafla nini kikatokea? Uvumi kama uvumi wa upepo ukashuka. Huo upepo ulikuwa, that's the Holy Spirit was coming. Roho Mtakatifu alikuwa anakuja na akaifunika ile nyumba yote. Roho Mtakatifu ni waajabu. Roho Mtakatifu ni waajabu. Alikuomba unaumwa sehemu yoyote, Roho Mtakatifu niguse, gusa tumbo langu, gusa kichwa changu, pressure yako haiko sawa sawa, Roho Mtakatifu niguse, weka mkono kwenye moyo wako na mwambie Yesu niguse. Na Roho Mtakatifu akiingia akifanya, kwa sababu yeye ndiye aliyekufanya na jua system ya mwili wako. Usinyamaze kimya. Itamkie situation hiyo maneno, tamka maneno, tamka, rudia tena. Na utaona Roho Mtakatifu anact. Nataka niombe na mtu ambaye hujampokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unanitazama nyumbani kwako au unanisikiza kwenye redio yako. Unasema mtumishi wa Mungu, nataka nimpokee Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Weka mkono wako kulia, tuombe sala hii pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Unitakase na kuniosha kwa damu yako. Nitakase Bwana Yesu. Nioshe kwa damu yako. Unifanye upya. Roho Mtakatifu akafurike kwa wingi ndani yangu. Nisirudi nyuma tena. Yesu, naomba nguvu ya kushinda dhambi. Naomba neema ya kushinda vishawishi. Nisirudi nyuma tena. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki ambaye umempokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Utaandika kwenye namba ambayo inapita kwenye screen yako kwamba mtumishi nimempokea Bwana Yesu leo, au wanakutajia kwenye redio, sema mtumishi nimempokea Bwana Yesu leo, na watumishi wa Mungu watakusaidia kupa mwongozo utakaokusaidia katika maisha yako ya wokovu. Mungu wa mbinguni akubariki sasa.